kimetoka kifungoni. Na kunia hii hakuna jambo jipya kama wanavyosema. Ukiona jambo linafanyika leo, na ndio maana kuna history, ni jambo ambalo watu walisha test huko nyuma, wakagundua madhara yake, wakajifunza. Nchi zenye demokrasia zimepita kwenye udikteta. Ukiona Ufaransa, walijaribu udikteta, walijaribu kuwa chini ya mfalme, lakini mfalme Louis alikanyaga watu na watu wakachoka sana. Kwa hiyo ikafika sehemu wakakataa kabisa na wakaondoa ufalme. Sasa kwenye mambo haya hakuna jambo jipya. Mambo yote ni mambo yanayojirudia. Kwa hiyo hii safari ya Chadema sio kwamba Chadema ndio ya kwanza kupitishwa hapa. Mfano mzuri wa vyama ambavyo vilijaribu kuuawa na dola lakini vina sauti ya wananchi na ikashindikana, mfano ambao tunautumia wakati wote, ni mfano wa ANC ya Afrika Kusini, ambayo kwenye mapambano yake yanafanana kwa kila jambo na mapambano ya Chadema inayoendesha. ANC ilifutwa hatimaye na makaburu wa Afrika Kusini, wazungu. Rais wa ANC wakati ule au kiongozi wao akakamatwa, wengine wakakimbia nje ya nchi. Lakini ANC haikufutika kwenye mioyo ya watu. Chadema inabeba agenda ya kubadilisha nchi. Chadema inabeba agenda ya afya bora kwa watu. Chadema inabeba agenda ya rasilimali zetu kutumika kubadili maisha ya watu, kila mtu awe na uchumi. Chadema inabeba agenda ya vijana wetu kupata ajira kwenye nchi hii. Chadema inabeba agenda ya kuwa na barabara bora. Chadema inabeba agenda ya kuwa na kilimo bora, ya watu kuwa na maji, watu kuwa na makazi bora, kwa sababu inawezekana. Hii ni nchi ambayo ina madini yanaitwa rare metal, ambayo yanatumika leo duniani huko kutengeneza silaha tunazoziona. Yanapouzwa, watu wanataka waone hiyo tafasiri kwenye maisha yao, kwamba madini yetu yameuzwa. Leo mimi nina nyumba, mtoto wangu ana ajira, natibiwa vizuri, hakuna shida ya matibabu, hakuna shida ya barabara. Unapojaribu kuua hiyo ndoto ya Watanzania kujipatia maisha bora, Watanzania watakushughulikia na hawatakubali. Ndio maana katika kipindi hiki cha ukimya wa siku 310 nchi yetu imekuwa na matatizo makubwa sana. Upandaji holela wa bei ya mafuta na wizi kwenye mafuta, na hakukuwa na sauti, kwa sababu tuliwaambia watu kwamba Chadema wakifanikiwa kuziba mdomo wa Chadema, nchi itakuwa kwenye matatizo. Mmemsikia nani anazungumza kwenye hivyo vyama vya briefcase na mfukoni? Mmesikia nani anasema kuhusu mafuta? Umesikia nani anazungumza kuhusu agenda za wananchi katika nchi, wakati ambao Chadema ni sisi wenyewe tuko tunajitokeza kutoka mafichoni, tuna improvise mazingira, tunazungumza. Sasa tumerudi, na kwa sababu tumerudi, kazi ipo na tutaifanya kazi. Kwa hiyo tunataka tuwashukuru sana wanachama wetu kwa jinsi ambavyo mmevumilia. Kulikuwa na maneno mengi kwa kweli, na sasa tumerudi. Tunaishukuru mahakama kwa hapo ilipotenda. Tunajua matatizo ya mfumo wa mahakama ya nchi, lakini tunaishukuru katika hili. Hii kesi haikupaswa hata kuwa mahakamani tu. Yaani ilipaswa siku ya kwanza ifukuzwe. Huwezi kutoa zuio dhidi ya wanachama milioni 9 au 10 kwa matakwa ya watu wawili, hata kama wangekuwa wanahitaji nini. Watu wawili wana madai dhidi ya watu milioni 10. Unazuia watu milioni 10 kufanya shughuli zao
Kwa sababu ya watu wangapi? Wawili. Tunajua hii kesi, kuna mtu anaitwa Salehe Bohora ambaye alienda kwa Mama Maulida Kom na Sisti Nyahoza, msajili msaidizi wa vyama, ndio wenye kesi hii. Na ndio maana kesi ya Chadema kama alivyosema katibu mkuu, siku hiyo hiyo ya tarehe 9 anakamatwa mwenyekiti wa chama, siku hiyo hiyo Chadema inafunguliwa kesi. Hakuna coincidence ya namna hiyo, hakuna tukio la namna hiyo. Ni kama matamko mnayoyasikia, siku hiyo anasema kiongozi wa dini fulani, na siku hiyo hiyo kiongozi wa dini fulani anasema matamko yanayofanana. Hawa watu ukiwa na akili tu ya kuvukia barabara unajiuliza, walilala pamoja? Walikubaliana kwenda kusema hilo jambo? Kwa sababu hakuna coincidence ya namna hiyo duniani, sio? Kwa ndugu zangu, wanachama nchi nzima, wanachama wetu nchi nzima, bendera zipande kwenye vijiwe vyetu kote, ofisi zetu zote, vikao mbalimbali vikae, na kamati kuu inapokutana tarehe 29 itatoka na mwelekeo. Lakini maandalizi kwenye grassroots, sisi ni chama ambacho kina wanachama kule chini, maandalizi yafanyike. Tutaanza upya, kanda zote ziwe in full operation, na mapambano yetu yataendelea. Sasa mwelekeo wetu ni kuhakikisha mwenyekiti wetu anaachiwa. Ndio jambo moja tunalotaka. Mwenyekiti wetu sio muhaini. Mwelekeo wetu na wanachama wetu na kampeni yetu ni kutaka sasa mwenyekiti Tundu Lissu atoke ndani. Mwaka mmoja ni mwaka mrefu sana. Hapa duniani ni Mungu anatuweka hapa, na yeye ndiye anayetupa siku za kuishi hapa. Mtu mmoja akikanyaga hata lisali moja la kwako, hawezi kukurudishia hilo lisaa. Achilia mbali siku. Hakuna mtu miongoni mwa hao watu wanaomshikilia Lissu ambaye anaweza kumrudishia mwaka wake ambao amemshikilia mle ndani. Huo mwaka umepita kwa uharibifu, kwa uongo. Kampeni yetu wanachama kote nchi nzima ni kutaka Mheshimiwa Lissu aachiwe mara moja, awe huru, tuanze shughuli yetu. Na sisi kama tulivyosema, hatuna jambo dogo. Kwa leo ni siku ya furaha. Once again tumerudi hapa, nilipamisi sana humu ndani. Kwa hiyo tunakaa huko mtaani tunajirekodi. Tunashukuru teknolojia, kwa sababu bila teknolojia tusingesikika katika siku zote hizo. Lakini kwa sasa dunia ilipo, hata vyombo vya habari huwa na waasa, msipokava ukweli. Dunia ya sasa sio ya kudanganya. Unaweza kukaa chumbani kwako na simu na ukarekodi kitu, baada ya nusu saa kiko kila sehemu duniani. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo hakuna uongo. Ndio maana Chadema tumeendelea kusustain hali hii. Tulikuwa kwenye mbinyo mkubwa sana, maumivu, watu wetu wamepigwa, wameumizwa, na hakukuwa na sababu ya kufanya hayo. Tunashukuru kwa sababu leo ni siku ya furaha. Tunashukuru wale ambao mmeweza kusikia na kwa haraka mmekuja ofisini. Tutazungumza zaidi baada ya kamati kuu, ndio tutasema sasa hatua gani na gani tunachukua kwa kwenda mbele huko. Lakini muamini kwamba kama tulivyosema, hatupigi magoti, haturudi nyuma.